Unajua mimi nilijua tu kwamba hii furaha ya Manyanya lazima haitadumu kwa muda mrefu kutokana na yale aliyoweza kuyafanya kwenye episodi iliyopita. Alichokosea Manyanya ni kwenda kumwambia Leila ya kwamba huo ujauzito ni wa nani? Niambie nani kakupa hiyo mimba. Hayo ndo makosa aliyoyafanya Manyanya, kitu ambacho kimemfanya Leila amkatae kabisa kwamba hiyo mimba sio ya kwake. So furaha ya Manyanya kwa wakati huu itakwenda kugeuka kilio na majonzi pale tu ambapo atakwenda kuambiwa maneno kutoka kwenye kinywa cha nani, cha Leila, ya kwamba ujauzito sio wa kwake. Sasa tuliweza kushuhudia pia kuhusiana na namna ambavyo Kawina aliweza kuelezea hisia zake kwa Leila na kumwambia kwamba ameamua kumsamehe, lakini tu amtunzie hii siri, asimwambie mtu yoyote yule kwamba hii mimba sio ya kwake, kwa sababu akisema hivyo atakuwa amemvua nguo. Hii inaonekana kabisa kwamba Kawina anampenda sana mke wake, ila ni vile tu Mungu amempenda zaidi Manyanya kuliko Kawina, na ndio maana mtu wa kwanza kumpatia ujauzito mlembo huyu Leila alikuwa ni Manyanya. Lakini nafikiri kwamba upo mwanzo mzuri wa Kawina kutokana na jinsi ambavyo amekiri wazi kabisa kwamba amekosewa sana, kitu ambacho hata Leila anaweza akajifunza. Unajua siku zote kama unaishi na mwanandoa wako, siku kama akikukosea muelezee ama muoneshe kwamba umeumia kwa kile alichokufanyia. Sasa Kawina amemwambia ukweli kwamba hajapenda hiki alichomfanyia, kumchiti hajapenda kabisa, wala hajafurahishwa na hili jambo. So ukiangalia kwa umakini kwenye hii screen utaona kabisa kwamba Leila hata yeye amejiona kwamba ni mkosefu mkubwa sana kwa hiki alichoweza kumfanyia mume wake, ijapokuwa ilikuwa inambidi kufanya hivyo kutokana na mihemko na mara baada ya kutoguswa kwa muda mwingi ama kwa muda mrefu zaidi, kitu ambacho kimenifanya pia nianze kuhisi na nianze kujiuliza kwamba hivi ni kweli kwamba Leila alikuwa akimpenda kweli Manyanya au alifanya vile kutokana na hisia za kimwili, jinsi ambavyo alikuwa akipelekeshwa na mihemko ya kimwili. So nafikiri kwamba unaweza ukatuambia ni kipi ambacho unafikiria kwamba kuhusiana na hiki nilichokizungumzia. Je, ni kweli kwamba Leila alimpenda Manyanya kwa sababu ya tamaa za kimwili au alimpenda kutoka moyoni? Sasa mimi naweza nikasema kwamba huenda alimpenda kutokana na tamaa za kimwili. Sasa hapo baadaye nitakwenda kukwambia ni kwa nini nimesema hivyo, lakini wakati huu tuangalie kuhusiana na hiki kinachoendelea kwa mwamba Mudi Muzungu. Nafikiri kwamba Paka Rabaa this time amekasirika sana na amekelwa, na ukijaribu kuangalia yuko sahihi kabisa kukasirika na hiki kinachoendelea, kwa sababu ilikuwa ni juzi tu mwamba aliweza kumpa onyo Latifa kuhusiana na kumwambia masuala yake anayoyafanya na mzee, lakini leo tena amerudia. Lakini kitu ambacho nafikiri kwamba Mudi Muzungu anatakiwa kujua kwamba hapendwi ni hiki alichoambiwa na Latifa, ya kwamba kama anataka aachane na mzee, kwa sababu tuliweza kuona kwamba mwamba Mudi alimuomba aweze kuachana na huyo mzee kwa sababu amechukia kitendo anachokifanya. Yani wanafanya halafu yeye pia anajua kwamba walikuwa wakifanya, kitu ambacho kilimfanya Mudi Muzungu amwambie Latifa aachane na mzee. Lakini Latifa amempa masharti magumu ambayo unaona kabisa kwamba haya masharti kama Mudi Muzungu atatumia akili yake atagundua kwamba hapendwi. Hivi mwanaume unayempenda unawezaje kumwambia kwamba kama unataka niachane na mzee ama sponsor wangu basi lipia vitu fulani? Yani alipie shilingi 1,500,000 kwa ajili ya nyumba, lakini pia alipie 600,000 kwa ajili ya gari ambayo iko garage, pamoja na mahitaji mengine ambayo mama yake mzazi anayahitaji. Hivi ungekuwa ni wewe ungechukua maamuzi gani kama ungekuwa ni Mudi? Mimi ningekuwa ni Mudi ningejua kabisa kwamba hapa hakuna mapenzi. Sasa kama ni hivyo, vipi maisha yetu yatakuwaje? Maisha ya Mudi pamoja na Latifa baadaye yatakuwaje? Vipi ataendelea kuishi na huyu mzee miaka yote? Vipi kama mzee hata danja, itakuwaje? So nafikiri kwamba Latifa alitakiwa kuchukua maamuzi ambayo ni mazuri, kukubaliana na Mudi Muzungu ya kwamba sawa, nimekuelewa, lakini nipatie muda kidogo ili niweze kujua na mchunaje mzee tuweze kupata hela ya kuanzia maisha. Yes, kitu kama hicho. Lakini pia kitu ambacho nimefurahi zaidi ni kwamba Manyanya this time watakwenda kujifunza kwa sababu ya kile alichokifanya kwenye episodi za awali. Unajua mwamba Kawina amewekeza sana kwa mke wake, alijitahidi kumlinda mke wake asikutane na mwanaume yoyote yule, lakini ilikuwa ni bahati mbaya kwake aliweza
ameleta mwanaume ndani bila kujua kwamba huyu mwanaume anaweza akaleta madhara makubwa kwenye familia yake ama kwa mke wake. Sasa leo Manyanya akafanikiwa kujipigia kiuraini kabisa, amesababisha ujauzito na Kawina aliumia. Lakini ninachofurahi ni kwamba waandishi wamesikiliza kilio changu ya kwamba Manyanya na yeye anatakiwa aumie kwa hiki ambacho amekifanya, kumpatia ujauzito mke wa Kawina, kwa sababu hakujua Kawina aliumia kwa kiasi gani. Unajua mapenzi yanauma sana, hasa pale unapogundua kwamba mke wako ametembea na mwanaume mwingine, na sio kutembea tu, amepata hadi ujauzito wa huyo mwanaume mwingine. Sasa Kawina aliumia sana. Wote tuliona jinsi ambavyo episode iliyopita ndani ya gari maji yalitiririka, maji yalijaa ya machozi. Sasa Mwamba Manyanya yeye kwa upande wake alikuwa na furaha kwa sababu alikwenda kupata vipimo kujua kwamba ni yeye aliyeweza kusababisha ujauzito kwa Leila. Baada ya kujua akawa na furaha. So nafikiri kwamba this time maumivu anayagawana. Kawina kwa sasa anafurahia kwa sababu mke wake amemwaminisha kwamba hatatoa hii siri ya kwamba ujauzito sio wa Mr. Kawina. Lakini pia Manyanya kwa sasa hivi anakwenda kupitia changamoto kubwa kwa sababu tayari Leila amemkana. Na ukijaribu kuangalia kwenye screen hapa utaangalia jinsi ambavyo Leila alikuwa akimwangalia Manyanya. Sasa hapa niwe mwazi, ni kweli kwamba Leila alimwambia Manyanya, hii mimba sio ya kwako, hii ni mimba ya Mr. Kawina. Hiki ni kitu ambacho hakimake sense kwa nani? Kwa Manyanya, kwa sababu Manyanya aliweza kusikiliza mazungumzo ya Leila pamoja na Kawina. Kawina akimuulizia hiyo mimba ni ya nani, na yeye anafahamu kabisa kwamba Kawina hajawahi kumgusa mke wake. Lakini kwa kuwa Leila amethibitisha kwamba hii ni mimba ya Kawina, hai make sense hata kwako. Lakini kitu ambacho kitamfanya Manyanya aamini kwamba huenda ikawa ni kweli ni kwamba Kawina imekuwa ni rahisi sana kuweza kumsamehe Leila, yani imekuwa ni rahisi kuweza kurejesha furaha yake, wakati ilikuwa inatakiwa awe na maumivu zaidi ya wiki nzima au mwezi mzima kabisa, kutokana na kwamba hajawahi kumgusa mke wake na mke wake amepata ujauzito, lakini imechukua muda mfupi sana. So hata Mr. Manyanya itakuwa ni ngumu kwake kujua kwamba Leila amemdanganya, ujauzito sio wa Kawina. Lakini pia uliweza kuona ni kwa kiasi gani Leila aliweza kukwazika episode iliyopita, na nafikiri kwamba kitu ambacho kimemfanya Leila amkane zaidi Manyanya ni kile kilichotokea kwenye episode iliyopita. Manyanya aliharibu kwa kwenda kumwambia Leila ya kwamba huo ujauzito sio wa kwangu, niambie nani aliyekupatia ujauzito. Sasa nikuambie tu kwamba make sure una subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films ili uweze kupata information, uweze kupata updates za series mpya ambazo zinazidi kutoka hapa Tanzania. Lakini kwa wakati huu tuangalie kuhusiana na unafiki ambao tumeuona kwa dada yetu Hawa. Hawa ni mjanja sana, na hiki kitu nilikiona awali kwa sababu Mwamba Madevu amechukua maamuzi bila kufikiria mara mbili ya kwamba mke wake ana uwezo wa kumudu, ama mke wake ana uwezo wa kutumia maneno matamu kumfanya yeye asahau kile alichoambiwa. Sasa imekuwa ni rahisi sana kwa Madevu kuweza kudanganyika kiurahisi na Hawa. Hawa ametumia ujanja wa kumkumbushia mapenzi ya nyuma ya kwamba hajawahi kumsaliti hata siku moja, iweje leo amsaliti. Lakini kitu kikubwa ambacho naona kabisa Madevu ameshindwa kutambua ni kwamba hakuwa na ushahidi wa kutosha kuja kumtuhumu Hawa ya kwamba alitembea na Kisinza. Alichotakiwa kukifanya ni kumfuma ana kwa ana Hawa pamoja na Kisinza. Yani alitakiwa kuandaa mpango mzuri ambao utamfanya Hawa ashindwe kujitetea kwa namna yoyote ile. Sasa amekuja kurupu bila hata kuwa na ushahidi wowote. Picha AI zipo siku hizi, zinaweza zikatengeneza picha. Alichotakiwa kufanya ni kufuatilia kila hatua anayopiga Kisinza, lakini alitakiwa kufuatilia kila hatua anayoipiga mke wake, lakini ameshindwa kufanya hayo yote. Mwisho wa siku amekuja kujikuta anaingia kwenye kifungo cha kuishi na mwanamke wake Hawa bila kujua kwamba mke wake alishawahi kumsaliti. Lakini pia nafikiri kwamba Hawa ataendelea kutembea na Kisinza japokuwa amekataa kabisa, na this time amesolve swala la Lamio, kwa sababu Lamio alikuwa akimtaka yeye kwa kumtishia kwamba ana video alizoonesha ama na video alizorekodi akiwa na Kisinza kwenye gari wakifanya mambo yao. Lakini Hawa this time amefaulu kwa kiwango kikubwa sana kumudu mume wake. Sasa hapa nafikiri kwamba unaweza ukapata kitu cha kujifunza. Yani kiufupi ni kwamba mimi ni moja kati ya watu ambao napenda kufuatilia sana tamthilia ya Dunia, lakini vitu ambavyo ninaviangalia hapa sio kuchambua tu, bali nina mambo mengi ambayo ninajifunza kama mtazamaji. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba wanawake tunatakiwa tuishi nao kwa akili.
kwa sababu unaweza ukamwona mwanamke kama vile nimepata mke bora, ukimwangalia uso wake mtulivu na upole wake ukasema kwamba nimepata mtu, kumbe sio mtu bali ni kiatu. Sasa hiki ndo kitu kinachoendelea kwa Hawa unaweza usimlaumu kwa sababu alikula vitu vya watu, mwisho wa siku alitakiwa kuvilipa. Sasa mwamba Mr. Madevu alishindwa kujua kwamba mke wake analipia gharama ya vitu alivyokula kutoka kwa Kisinza, na tuliweza kushuhudia pia alipokea simu hata baada ya kukataa kabisa kuwa na mawasiliano na Kisinza. Sasa unafikiri kwamba ni kipi ambacho kinakwenda kuendelea? Sasa kaa tayari, episode inayofuata tutakwenda kujua mwafaka wa Hawa. Je, Hawa ataamua kubadilika na kuendelea kumpenda mume wake au ataendelea kutembea na Kisinza? Tukumbuke tu kwamba Hawa yeye ni mwanamke pia kama wanawake wengine, na mume wake hana uwezo wa kupeleka moto kitandani. So nafikiri kwamba at this time Hawa atakwenda kufanya yale aliyokuwa akihofia kuyafanya kwa sababu ya upwiru. Na hiki ni kitu ambacho nilikuwa nikitaka kukuchambulia kwa muda mrefu, lakini kizuri ni kwamba this time madada zetu, madada poa wamebadilisha kazi, wameamua kutoka kujiuza na wamekwenda kuuza bia. So nafikiri kwamba kuna ugumu katika kazi yao hii mpya, na huo ugumu utakwenda kuufahamu hapa wala sio sehemu nyingine. Kwanza tumeona jinsi ambavyo kila mmoja amepewa kazi yake. I don't know ni kipi ambacho anakiwaza manager kumpatia kipepeo na Mima kazi ya kuuza bia, lakini pia mwanamke ambaye alionekana kuwa mtulivu G amepewa kazi kwenye kaunta, kitu ambacho kitaleta ugomvi kati yao episode inayofuata.